Kwanja TV na leo nimefika katika shule ya sekondari inaitwa Saina Kombani, na mbele yako hapa niko na kaka yangu anaitwa Joseph Nsurwa ambaye leo alikuwa mgeni rasmi katika mahafali ya TYCS. Nitaenda kuzungumza naye ameionaje sherehe ya leo, amejisikiaje na mambo mengine ambayo yatakuwa yanahusiana na sherehe. Karibu sana kaka. Asante sana. Nimekutambulisha vizuri au jina nimekosea? Umepatia. Okay, sawa. Leo hii wewe umekuwa mgeni rasmi. Vipi sherehe hii umeionaje? Kwa kweli sherehe ni nzuri, kila mmoja ameridhika, matukio mbalimbali yamepangwa vizuri, muda umezingatiwa. Watu kwa kweli waliofika mahali hapa wamevuna kile ambacho walikuwa wanastahili wapate. Okay, asante. Baada ya kupokea barua ya mgeni rasmi, kwako kama wewe ulijisikiaje? Kwa kweli baada ya kupokea ile barua nilijisikia tu kwamba Mungu bado anaendelea kunioshia mkono, kwa sababu unapopokea barua ya mgeni rasmi ya kidini, ina maana moja kwa moja baraka za Mungu zimehusika pale. Okay, sawa. Na katika maisha yako unaweza ukaniambia labda hii ni mara ya ngapi kuwa mgeni rasmi shuleni? Kwa kweli kuwa mgeni rasmi katika shuleni hii ni mara yangu ya pili kwa mahafali ya shule. Lakini mambo ya burudani, kwa mfano michezo na vitu vingine kadha wa kadha, nikiunganisha inakuwa kama vile mara yangu ya 5 kwa ujumla. Lakini kishule hapa mara ya kwanza tulikuja na kwenye mahafali ya Kaspeta, na mara ya pili ndio haya mahafali ya TYCS. Ni mara yangu ya pili kwa mahafali ya kidini. Unawazungumziaje watu waliokupa mwaliko kuwa mgeni rasmi katika sherehe ya leo? Nimeona kwamba ni watu wa maana, kwa sababu wamenikumbuka. Ukiangalia mwaya hii au viunga hivi kuna watu wengi, lakini ni Mungu pekee ndio aliyewaonyesha mimi wanichague, na siwezi kusema kwamba ni kwa matakwa yao, bali ni kwa matakwa yake Mungu. Okay, ziliposomwa risala ziliposomwa na zikaorodheshwa changamoto, lakini wewe moja kwa moja ulitoa hela keshi na kuahidi utatatua changamoto zilizobakia. Nini siri ya kufanya hivyo? Siri ya kufanya vile ni kuatia moyo vijana na kuonyesha chachu ya maendeleo, kwa sababu ukiahidi tu hujatoa chochote, moja kwa moja watu watahisi kwamba huenda labda mgeni rasmi ameshindwa kutatua, ndio maana ameahidi. Lakini moja kwa moja baada ya kuguswa, kwa sababu ukiangalia changamoto ambazo zilitajwa zile ni changamoto za msingi sana kwa mtu yeyote yule ambaye ameguswa, ilikuwa lazima afanyaje? Lazima atoe. Na mimi ukiangalia maendeleo kama maendeleo haina dini. Ukija kuangalia mimi ni mlokole, lakini leo nilikuwa katika mahafali ya TYCS. Lakini kwa kuwa maendeleo hayana dini, ndio maana mimi moja kwa moja nisema mfukoni na kutoa kiasi hicho na kuahidi changamoto hizo ambazo zimebakia tutazitekeleza. Hata kama sio mimi, lakini nitatia ushawishi hata kwa siku nyingine tuangalie tutafikia wapi. Okay, asante sana. Kitu kingine sasa, nje na mahafali haya, tunakufahamu wewe ni mfanyabiashara mkubwa hapa Mwaya, ni wa muda mrefu sasa. Nachotamani kufahamu, vijana wamekuwa na maswali mengi sasa hivi kwamba mabosi wengi wamekuwa wakieleza vizuri mwanzo historia yao ya utafutaji wa maisha, lakini inapofika katikati inakuwa haieleweki. Kufikia kwenye kipato kikubwa inakuwa haieleweki. Yaani kwa mfano, anaweza akaanza kujieleza kwamba mimi nilianza kuchoma mahindi kwa mtaji wa shilingi 10,000. Baadaye mtaji ukakua, nikafungua duka la vifaa vya baskeli, nikaanza kuuza. Baadaye mtaji ukakua, nikafungua labda hardware. Baada ya hapo inakuwa haieleweki story, unashangaa ameangukia kwenye magari labda, au nikaanza kujenga majumba, nikaanza kufanya mambo makubwa. Kwa nini mnakuwa mnaficha kodi za mafanikio kwa vijana kama nyinyi wafanyabiashara wakubwa? Naweza kusema kwamba hilo sina uhakika kama kweli kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kueleza mafanikio yake kafika katikati akafanyaje akaruka, lakini mimi siwezi kuwasemea wale, mimi nitajisemea kwa upande wangu. Mimi kiukweli nilianza kama mjasiriamali mdogo, kadiri siku zinavyoenda Mungu akazidi kunyoshia mkono mpaka sasa hivi kidogo nilicho nacho, kwa kweli mimi nalizika nacho. Ni kweli mimi bado sijafikia hatua ya kuitwa mfanyabiashara, mimi bado ni mjasiriamali. Kwa hiyo lile swali la wafanyabiashara wakubwa, labda wale wenzetu ambao washakuwa stage ya juu, hilo ndio wanaweza kujibu hilo, lakini mimi bado niko
kwenye hatua ya ujasiriamali. Mtu utakapofikia huko nitaeleza, nitakapofikia kuwa mfanyabiashara mkubwa, lakini sasa mimi ni hoji kama mjasiriamali. Kwa hiyo bado unajitafuta? Najitafuta ndio. Asante sana. Mtazamaji, huyu ni kaka yangu na nimefurahi nimeambatana naye, na baada ya kupewa mwaliko naye aliweza kunitafuta na kuniambia nimsindikize. Natamani kufahamu sasa, kwa nini uliamua kunichagua mimi? Niliamua kuchagua wewe kwa sababu naelewa ushirikiano wako na jamii kwa jinsi ulivyo, kwa sababu nisingemtafuta mtu ambaye hana ushawishi na jamii na huwa hajitolei katika shughuli za kijamii, lakini wewe ni mara nyingi tu huwa nakutana wewe katika shughuli za kijamii, unachangia, unajitoa. Kiukweli moja kwa moja mimi Roho wa Mungu anielekeza kwako, kwa sababu wewe ni kijana mpambanaji, kijana chipukizi, na bado unazidi kutengeneza jina katika jamii. Kiukweli nimefurahi sana kwa wewe kukubalia kuambatana na wewe mpaka tumefikia hatua hii. Kaka, mimi nikushukuru sana kwa muda wako na nikutakie kila laheri katika shughuli zako za kila siku. Asante sana, wewe nakutakia kazi njema na shughuli za kiuhalali zizidi kubarikiwa. Amina, nashukuru sana.